Wito umetolewa kwa viongozi wa kanisa kuhakikisha waumini wapya wanalelewa ili kuendelea kujifunza misingi na taratibu za kanisa la Waadventista wa Sabato. Mwenzetu Hussein Karia kutokea Mwanza umetuandalia undani wa taarifa hii na anatujuza zaidi. Wito huu umetolewa na mwenyekiti wa South Nyanza Conference kanisa la Waadventista wa Sabato, Mchungaji Musa Erasto Zumbi, wakati wa sikukuu za vibanda mtaa wa Kadashi wilayani Kwimba mkoani Mwanza. Kila anayejitoa basi kanisa lifanye utaratibu wa kumbatiza ili kuweza kutimiza adhima. Lakini pia ubatizo huu unaenda sambamba na kuwafanya kuwa wanafunzi. Hatukomei kubatiza tu, tunaenda zaidi ya hapo kuwafanya waweze kuwa wanafunzi walio bora, wasipotee, watunzwe, walindwe mpaka marejeo ya Yesu Kristo mara ya pili. Kwa upande wa mchungaji wa mtaa wa Kadashi kanisa la Waadventista wa Sabato, Herman Makoye, anatoa wito kwa washiriki wa kanisa la Waadventista wa Sabato kujitokeza katika sikukuu za vibanda, huku akiahidi kusimamia utunzaji wa waumini wapya. Ninatoa wito kwa ajili ya waumini wote wa mtaa huu wa Kadashi, mahala kokote waliko, watengeneze utaratibu na utamaduni wa kuhudhuria kwenye makambi, maana katika makambi ndipo mahala ambapo baraka zinapatikana, ndipo mahala ambapo furaha na amani zinapatikana, lakini pia urejeshaji wa mahusiano vinatengenezwa katika vipindi vya makambi. Naye meneja wa kambi hilo mwaka 2026 Daudi Marandala anawataka washiriki hao kuhakikisha kuwa wanahudhuria makambi na kushiriki katika kufanikisha mikutano hiyo. Wito wangu kwa wale waliohudhuria katika makambi haya, tunaomba tuweze kutoa ushirikiano makambi yanapokuwa kitolewa, tuweze kuhudhuria, tuweze kukambika kama tulivyoweza kuhudhuria kwa kukambika mapema, ili kwamba tuweze kupata baraka watu wa Mungu. Aidha, kwa upande wa washiriki wa kambi hilo akiwemo Metari Elias na B Elizabeth Jacobo, wanashukuru kupata mafundisho katika sherehe hizo za makambi, huku wakisisitiza kwenda kufanyia kazi yale yaliyoelekezwa. Kwa kweli wachungaji wetu wote wametupa mafundisho mazuri, wameonyesha mfano wa kuigwa kwa unyenyekevu na kwa mafundisho ya Biblia peke yake. Tuko tayari kuyafuata, tuko tayari kufuata mwenendo wa kanisa na mafundisho yake. Ninatoa pia wito kwa wote, waumini na watu mbalimbali ambao mnasikiliza sasa na kutufuatilia. Tuendelee kuwa wacha Mungu halisi. Nikashukuru sana kuhusu somo la kaya na familia kupitia kwa Ezekieli Rujule. Naye ametufundisha ili tubadilike katika familia zetu. Tukaja kwa mtumishi mwingine mchungaji ambaye wameongea sana juu ya mafundisho makuu. Nayo inatakiwa tuyafuate ili kusudi tusibadilike tukahama katika kanisa letu. Pastor Nzumbe amesisitiza sana katika kanisa letu. Hili ndio kanisa la kweli. Tunatakiwa tuwe wanafunzi walioiva, walio hai, tusiyumbe na tabia za dunia. Kutoka hapa katika mtaa wa Kadashi wilayani Kwimba mkoani Mwanza, mimi ni Hussein Karia, Hope Channel Tanzania.